سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا واختم لنا بصالح العمل. أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu, nilichotakiwa kuzungumza juu ya hija ni nini na namna ya utekelezwaji wake. Hija tukiliangalia kama neno la Kiarabu lina maana ya kukusudia sehemu fulani, kuelekea eneo fulani, na mara nyingi inakuwa ni kukusudia na kuelekea eneo tukufu. Mtu anapotoka alipo akikusudia na akaelekea eneo tukufu, au kwa mtu mwenye hadhi na kadha, Waarabu wanaita haja fulani maudhi kadha. Kwa hivyo neno hija ukiliangalia kama ni tamko la Kiarabu, linabeba maana ya kukusudia, kuelekea, na sana sana ni eneo lililokuwa tukufu, au kumwelekea mtu mwenye hadhi na heshima na utukufu. Ama tukiliangalia neno hija kama neno ambalo linatumika kwenye uwanja wa sheria ya Uislamu, hija ina maana ni kukusudia na kuelekea nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na maeneo mengine matakatifu, ili kufanya matendo maalum kwa wakati maalum na katika sehemu maalum na kwa utaratibu maalum, kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtu anapohiji anaelekea eneo maalum, anaenda kuitembelea nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, anakusudia kuelekea katika Al-Kaaba tukufu na maeneo mengine yaliyothibiti utukufu wake na utakatifu wake. Huko anakwenda kutekeleza matendo maalum na kwa wakati maalum na kwa utaratibu maalum, kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibara za wanavyuoni wa Kiislamu upande wa sheria zinaweza kutofautiana zile alfadhi, yani matamko, lakini wote hao wanajumuika kuwa hija ni kuzuru Al-Kaaba iliyotukuka na maeneo mengine yaliyothibiti kutembelewa kwa mujibu wa sheria. Anafanya yote hayo mtu kwa ajili ya kutafuta radhi, kwa ajili ya kutafuta mapenzi ya dhati kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akifanya hivyo mtu, alichofanya ni hija, na yeye amehiji. Sasa jambo hili katika Uislamu ni jambo ambalo lipo kisheria na ni moja katika ibada kongwe sana. Ni ibada kongwe kwa maana riwaya sahihi zinatuthibitishia kwamba hakuna nabii yoyote katika manabii wa Mwenyezi Mungu aliwatumiliza katika ulimwengu huu ila kwa wakati wake na kwa namna yake alifanya ibada ya hija. Na ibada hii tunakuja katika Uislamu kwenye awamu hii ya mwisho, awamu ya Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inatajwa kuwa ni moja katika nguzo 5 za Uislamu, kama ilivyothibiti hadithi ya Ibn Umar, bunia al-islamu ala 5, Uislamu
Uislamu ni jambo kubwa kabisa, ni dini yenye hadhi, dini ya Allah yenyewe imejengwa katika maguzo matano. Unapotaja hizo tano moja baada ya nyingine, unakutana na nguzo inaitwa hija. Hii nguzo ya hija umuhimu wake ni mkubwa na uzito wake ni mkubwa, lakini kwa bahati wengi miongoni mwetu, na nashukuru kuona kuna mada inayojitegemea itatufahamisha kuwa hija ni ujasiri na si utajiri. Utaona Allah subhanahu wa ta'ala katika hija hakutaja hata kwa ishara swala la utajiri. Alichokitaja yeye ni uwezo, sio utajiri. Wakati ziko ibada nyingine umetamkwa utajiri, kama vile utoaji wa zaka. Mtumishi wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, alimtuma kwenda Yemen akiwa gavana, akiwa msimamizi wa majambo. Alimtaka afikishe ujumbe wa Mwenyezi Mungu, Uislamu. Alianza shahada mbili, polepole akafikia sala, mpaka tunafika kwenye hija. Lakini alipofika kwenye zaka, alithibitisha kwamba zaka inachukuliwa kwa watu wenye uwezo mkubwa. Alimwambia tu'khadhu min aghniyaihim, zaka inachukuliwa kwa wenye uwezo miongoni mwao, wa turaddu ila fuqaraihim, inarejeshwa kwa mafukara wao. Sasa hatuko kwenye somo la zaka, lakini tumetaka ijulikane kuwa Allah alipoagiza hija hakugusia hata kwa ishara neno la utajiri. Alichokisema bayana hapa ni uwezo, na ndio maana tunaona ni vyema watu wakajua uwezo katika hija ni nini, ili mtu baada ya hapo atajihukumu mwenyewe kwa mujibu wa kigezo hicho, kwamba yeye ni miongoni mwa wenye uwezo ila tu hawajibiki, au kweli uwezo anao lakini kwa uzembe wake huyo anadhima mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hija Allah ameitamka bayana, na hija inatanguliwa na tukio kama hili ambalo linafanywa na tahafi, ni kutangazwa. Hija haiwezi ikaachwa tusubiri muda wa hija watu watoke majumbani wanaenda, lakini kuna wajibu wa kwanza kule kuitangaza. Kila taasisi, kila kikundi kina wajibu kwa mujibu wa sheria kutumia uwezo ambao Allah amejalia wanao kuhakikisha kwamba wanaitangaza. Na katika kutangaza kuna maanisha kutolewa elimu ya hija, ili mtu asije akafikiri kwamba ana ruhusa ya kuchagua aende au asiende. Mtu anapoamua kutokwenda hija ifikie mahali aone haendi, huku akijua kwamba anatenda makosa, kwa sababu watu wenye uwezo mkubwa wanafanya makubwa yasiyoweza kufananishwa na utendaji wa hija, lakini wanaweza. Wale walioruzukiwa watoto 5, 6, 7 mtu amewasomesha, sio kutoka nasari mpaka chuo kikuu, wana degree ya kwanza, ya pili, ya tatu. Hakuna mtu ambaye anasema mimi huyu mtoto wangu unamuona mjinga, hajui hata kusoma wala kuandika wala kuhesabu, sababu sina uwezo. Ukifanya mahesabu waliwasomeshaje, atakwambia hivyo hivyo, kwa kuwa ilikuwa target yangu watu wasome, watu waelimike. Nilichukua swala la elimu kwa familia na watoto wangu ni kipaumbele changu, ni wajibu wangu. Kwa hivyo aliyapanga matumizi yake na bajeti zake, ikiwemo hii agenda ya hija. Lakini tatizo, asilimia kubwa ya Waislamu hasa humu mwetu wamebweteka kudhania kwamba hija ni ibada inatekelezwa na matajiri, na kwa kuwa yeye si tajiri halipo kabisa katika mipango yake. Kuna wakati sisi tulikuwa tunafanya jaula ya kuhamasisha hija,
Katika baadhi ya msikiti umejaa watu wengine 300 400. Anambia jamani, hapa tuko ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu na kila mtu awe mkweli kwa Mola wake. Ni nani huyo aliwahi siku moja akaamka usiku, ule usiku wa matangazo ya Jalla waala, nani anataka nini, nani anataka hivi, ni nani aliwahi kuamka akamuomba Mwenyezi Mungu amuwafikishe kwenda hija kwa makusudi kabisa? Tuambizane bila kuongopeana. Unakuta msikiti mzima hakuna mtu aliyethubutu kuinua, bali hata mashekhe hawa wanakimbiliwa sana karibu ya mitihani. Shekhe bwana, anakuja mtu wangu bwana, kesho kutu atafanya mtihani, basi nakata dua yako. Lakini hakuna mtu ambaye anafanya dua ili awezeshwe na Mwenyezi Mungu kwenda hija, kwa sababu tayari tushajihukumu kwamba hija ni ya matajiri, haiko kabisa katika mipango yetu. Anaweza kuwa mtu na mipango hata 20, lakini huwezi ukakuta hija angalau imekuwa ndio ya 20 angalau. Sasa hii ni hatari, ni hatari, kwa sababu Uislamu unapohitaja hija kuwa ni moja katika nguzo za Uislamu, maana yake ni kubomoa Uislamu. Lakini baya zaidi, ukisoma ile aya tumekuta hapa tumesomewa, acha hii ya kutangaza. Ukiwa hutangazi peke yake unadhima, waadhin fi nnasi. Na mara nyingi tukitaja aya za hija tunawakumbusha ndugu zangu, na hasa wale ambao bado wana kasi ya kusoma, watazame ile falsafa yenyewe ya hija. Inawataja watu kwa neno. Unapozungumzia maudhui ya hija, watu wanaitwa kwenye hija kwa taito ya watu. Hata swala la imani haliguswi, si kwamba haizingatiwi, lakini kana kwamba madamu wewe ni mtu basi ni mlengwa wa hii. Kitu gani kinatakiwa? Sasa utajua na kufanya. Lakini angalia, waadhin fi nnasi walillahi ala nnasi ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayta al-Harama qiyaman linnasi. Kila unapozungumzia masuala ya hija unadondokea kwenye watu bila ya kufikiria Uislamu, bila ya kufikiria imani. Si kama kwamba havizingatiwi, lakini unahamasishwa ile amsha mujarrad wa kwamba ni mtu. Ongezea sasa una imani ya Uislamu, ujue kwamba hija ni moja katika vitu vinavyokuhusu. Unaporatibu mambo yako, unapopangilia vipaumbele vyako, lazima hija iwe ni sehemu ya hayo. Sasa Allah anaposema walillahi ala nnasi hijjul baiti man istataa ilayhi sabila, Allah subhanahu wa ta'ala analo jambo lake la wajib kwa watu. Jambo lenyewe hijjul bait, kuhiji katika hii nyumba ya Mwenyezi Mungu. Sasa tunapolala sisi na kukoroma ni hapa man istataa ilayhi sabila. Kila mtu anajisachi mwenyewe na anajihukumu mwenyewe kwamba yeye si katika wanaoweza. Wapo miongoni mwetu Dar es Salaam hii ana vibanda vya kuishi 3 4 5. Nikisema kuishi sio yeye anaishi vyote, la vingine kawapa watu waishi. Lakini ukimgusa kwenye hili anakwambia Allah amesema man istataa ilayhi sabila. Ni kama wimbo vile, ni kama istihza. Hapana, istitaa si utajiri. Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye ni mufassir mkubwa wa hii Qur'an. Kama ingekuwa istitaa ina maana hiyo, angetubainishia, kwa sababu ndiyo moja ya majukumu yake makubwa. Wa anzalna ilayka dhikra litubayina linnasi ma nuzila ilayhim, tumekuteremsha ukumbusho huwa Qur'ani kwako ili uwaweke wazi watu na kuwabainishia malengo na makusudi ya walichoteremshiwa. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ilipoteremka hii man istataa ilayhi sabila, alisema ala innaha zadu warahila, ni masrufu ya kawaida na kipando. Ambaye aweza kufika hija kwa baiskeli atumie, kwa pikipiki atumie, kwa gari, kwa ndege na kadhalika. Sasa istitaa si utajiri, na wala istitaa sio uwe unamiliki milioni 20 30 kwa wakati mmoja. Lengo ni kwamba ni sehemu ya mambo yako
Kama ni sehemu ya vipaumbele vyako, kama ulivyoona hii nakula hii hapa, inshallah ifikie siku na mimi simpangaji na miliki angalau tunaita police post, ni chumba na ukumbi, kibanda changu, na watu wanafikia malengo hayo kidogo kidogo, vijumba vidogo vidogo, hii na nyingine na nyingine. Umewezaje kujenga ya akhil karim? Ilikuwa ni katika malengo yangu ifikie siku mimi simpangaji bali ninamiliki jengo langu, ifikie siku watu wangu wote wamesoma, angalau si msomaji hasa, angalau amemaliza diploma na diploma, na watu wanafikia huko. Watu wenyewe ndio hawa na uwezo wa kifedha ndio huu. Kama kuna kitu ambacho hatuna, lazima tuwe wazi, itakuwa tunapungukiwa na imani ya kweli mbele ya Uislamu wetu. Hatujali kile ambacho Allah anatuelekeza. Angalia, man istataa ilayhi sabila, ataiweza njia, taratibu, maandalizi aende. Hitimisho la aya linatisha, wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil alamin. Wa man kafara, na yeyote atakayekufuru neema, ichukulie kufuru neema au ichukulie kufuru kwenye uhakika wake, na huko tusiende ili tusitishane, turudi hapa. Wa man kafara, na yeyote atakayekufuru neema, maana unaweza ukajiingiza hali ngumu, lakini pengine wewe huna hiyo hali ya kushindwa kujipanga toka mwanzo wa mwaka mpaka inafikia msimu wa hija ukakosa kwenda hija. Bali wako wengine wanaenda Japani kila wiki, wanaenda China kila wiki, kwa mambo tu ya kipumbavu ambayo hayana maana yoyote mbele ya utu wake wala Uislamu wake. Na hata kama yatakuwa na maana kwenye dunia yako, Muislamu hawezi kuwa na malengo ya dunia tupu. Dunia ikiwa malengo yenyewe yanaishia hapo, inakuwa ndio ukomo wa akili yake mtu, ni tishio. Dhalika mablaghuhum min alilm, yani mtu yeye anaelewa dunia. Kanuni ya huyu mwanadamu ni kwamba akijifanya hawezi na akabweteka katika lugha hiyo, na ndio inavyotokea. Sisi sote ni mashahidi kwamba tunajumuika katika matukio mbalimbali ya furaha na huzuni. Nitoe mfano mmoja. Niliwahi kuwaambia jamaa kwa kuwafundisha, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, panapoadhiniwa shaitani anatimka mbio, anaondoka. Baadhi ya watu wakaabisha, hapa na bwana, shaitani anawezaje kukimbia na maneno hayo? Mwenyezi Mungu akatukutanisha mahala pana tukio la kijamii, tumekusanyika wengi, watu wa kawaida na wahuni wengi. Sasa mzee mmoja umefika muda wa adhuhuri, hapakuwa msikitini, akasema tuwaombe hawa vijana watoke sasa tutandike vizuri ili tuswali. Nikamwambia adhini, mashetani wote watatoka. Kweli bana, Allahu akbar, Allahu akbar. Tumebaki robo ya wote, robo ya tuliokuwa pale tulibaki, na wale wenyewe wanasema wapisheni watu waswali, na kweli tukabaki watu tukaswali. Sasa fikiria, moja ya misikiti nadhifu hapa ni Maamur na nini, Sheikh, rakaa mbili pale mnachaji shilingi ngapi? Bure. Sasa mtu anaposhinda kwenda msikitini, istitaa gani anayotafuta? Wakati imamu hapa anasema hawatozi hata ukitaka kwa itikafu kucha kutwa hawatozi hata senti 5, lakini kuna watu wakamwambia mimi sijajaliwa kusali. Sasa hii kwa nini? Amejiwekea kuwa hajajaliwa. Sasa ukivunja ukimya, ukiamua kumlaani shaitani, ukithamini na ukijali agizo la Mwenyezi Mungu kwamba hii ni fardhi, ni wajib, lazima mimi nijiandae kuweza, kwa idhini ya Allah azza wa jalla utaweza. Allah hawaelekezi pazuri wasiotaka. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Lazima uwe una juhudi ya kweli, unawekeza nia na dhamira ya dhati kuyaendea mambo, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala utaona anakufungulia, unakuja unayaweza. Sasa ambaye atakufuru neema ya Mwenyezi Mungu,
akajiingiza katika kundi la wasioweza, na ilhali uweza anao na Allah shahidi. Allah anasema fa inna Allaha ghaniyun anil alamin, Allah si muhitaji, ni mkwasi, sio kwa wewe tuna visumni vyako, anil alamin, hawahitaji walimwengu wote, hana shida nao. Wenye macho ya kweli wanasema ndani yake kuna waidi mzito sana. Mwenyezi Mungu anapokubwaga akisema kama hutaki shauri yako, hiyo ni hatari kubwa sana. Kwa hivyo ndugu zangu, lengo letu kuu ni kukumbushana wajibu huu kwamba hija ni wajibu kwa kila anayeweza, na utajijua kwamba huwezi baada ya juhudi zako ulizofanya mpaka pale unapoondoka ulimwenguni. Lakini kujifanya huwezi wakati mengine mengi unayoyataka, unayoyapa kipaumbele, unayapa nafasi, hiyo ni hatari. Kama ambavyo hija inatakiwa ifanyike, hata kama baadhi ya ahlul ilmu wanasema hija wajibu wake ala tarakhi, unaweza ukasubiri mwakani, mwaka kesho kutwa, lakini busara njema ni kufanya haraka iwezekanavyo, kwa sababu umri hauko katika dhamana yetu, na kwa kuwa hija ni katika kheri, inaingia katika yale yaliyohimizwa kufanyiwa haraka, almusaraa ila alkhairat. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema taajalu ila alhajj, harakisheni iwezekanavyo kwenda hija. Fa inna ahadakum, hakika mmoja wenu, la yadri, hajui, madha ya'ridu lahu, kitu gani kitakuja mtokezea huko mbele. Kuna mengi yanawatokezea watu, wanajutia fursa walizopoteza. Kuna kudorora mtu kiafya, a'adhana Allahu min dhalika. Kuna kuchafuka hali za amani, a'adhana Allahu min dhalik, na mengine mengi, bali kuna kufilisika na kuharibikiwa. Sasa hii imekuwa kama sala, ukifilisika baada ya uwezo umekosa kuutumia vizuri, wewe una dhambi. Kama ilivyo swala, mtu aliwahi pakadhiniwa yuhai mzima, akapuuza, hakujiandaa kwa lolote, baada ya robo saa akajifia, hii inaingia katika hisabu kwamba alizembea kuswali, sababu ulipata muda unaotosha kuweza kuswali lakini hukuutumia. Kwa hivyo hija hii isichukuliwe kama ni jambo la hiari, wala isichukuliwe istitaa kwa maana tunayoitaka sisi. Istitaa kwa maana ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kumiliki masurufu na kumiliki gharama za kipande, na vinaweza vikaongezeka vingine vinavyoendana na dunia ilivyo, ikiwemo hali ya amani, hali ya usalama na hali za kisiasa. Yani kwa mfano, mtu aweza pengine kwa siasa ya nchi akanyimwa visa, inaonekana huyu asipewe. Naam, mbele ya Mwenyezi Mungu wewe kuna lawama, huwezi ukaingia nchi ya mtu kienyeji. Lakini yale ya msingi ambayo ndio wengi wetu, hakuna mtu humu anayekwambia hendi hija kwa sababu amenyimwa visa, bali mara nyingi sisi tunatoa ila ya kutokuwa na uwezo wa mali. Lakini sherehe zetu tunafanya katika kumbi zenye gharama kubwa, tena mtu tu peke yake amekaa yeye na mkewe, imezidi na shemeji zake, wanafanya mambo makubwa. Lakini watu hao maisha yao, neno hija haliko katika misamiati yao. Kwa kweli hiyo ni hatari na tunadhuru Uislamu wetu. Lakini ziko hadithi nyingi ambazo nyingine zinatisha. Hadithi mojawapo inayotisha ni ile ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man malaka zadan wa rahila, mtu yeyote Muislamu anayemiliki masurufu na kugharimia kipando, tubalighuhu ila baitillahi alharam, uwezo ambao unawezesha kabisa yeye kufika Maka akahiji, lakini akaamua kutohiji, falam yahujja. Riwaya inasema Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, fala alayhi an yamuta yahudiyan au nasraniya, hakuna sababu ya kuchagua wala kunyanyapaa, ni hali moja, afe myahudi au afe akiwa mnasara, kwa maana hamna cha Uislamu. Na riwaya hii pamoja na baadhi ya wanavyoni kuna maneno waliosema, lakini kuna athari ya Umar
ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yeye katika zama zake alifikiria kuunda timu ya watu itakayoenda katika miji mbalimbali ndani ya mamlaka yake. Anasema walaqad hamamtu, kwa hakika nilifikia mahala nimekusudia kabisa kufanya hili. Jambo gani? An ab'atha rijalan, kuwatuma watu ila hadhihi al-amsar, kwenye miji hii mbalimbali, majimbo mbalimbali, mikoa mbalimbali, waende huko. Wakishaenda wafanye nini? Fayanzuru, waangalie, ila man indahu jida, kwa mtu mwenye uwezo. Wafanye kama sensa hivi, kila mwenye uwezo ameenda hija. Ikithibiti kuwa nimeletewa orodha ya watu ambao walithibiti kuwa wana uwezo lakini hawakwenda hija, nitaamrisha falyadribu alaihim aljizya, wawekee tozo maalum. Katika nchi za Kiislamu huwa kuna tozo maalum wanatozwa wasiokuwa Waislamu wanaoishi katika mamlaka za Kiislamu, wanalipia huduma wanazopata hasa za usalama na amani, sababu nchi hizo askari wao wa ulinzi wa nini ni Waislamu wameajiriwa. Hawa wasiokuwa Waislamu hawaaminiwi kupewa lindo, hawaaminiwi kuwa ni polisi, lakini bado wanaishi katika jamii ile, wanafaidika uhondo ule unaosimamiwa na Waislamu. Ilikuwa utaratibu na ndio hivyo ulivyo. Wasiokuwa Waislamu wanatozo maalum inaitwa jizya, wanatozwa jizya ili kulipia neema wanayoitumia wao inayosimamiwa na Waislamu. Sasa Umar alisema, nikishapata ripoti ya watu fulani fulani hawakwenda hija na ilhali uwezo walikuwa nao, hao nitawaorodhesha katika makafiri wanaolipia gharama ndani ya mataifa ya Kiislamu kutokana na uzito wake. Kisha akasema ma hum bimuslimin, ma hum bimuslimin, mara 3. Kwa ndugu zangu, tusifanye utani katika dini yetu. Kitu kinachothibiti kuwa ni agizo la Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mwenyewe akuone umeshindwa, akiridhia kwamba kweli umeshindwa, sio umejiamulia mwenyewe. Ukisema mimi siwezi, kama nilivyosema awali, utakuwa huwezi, kama ambavyo wenzetu wasiojaliwa kuswali kama wanavyodai. Sasa hija ni ibada inajumuisha matendo kwa asilimia zaidi ya 99 na kadha, na maeneo machache kuna maneno ya kusema. Sasa ibada ya hija hatuwezi kutaja mchanganuo wake mrefu, lakini hija inajumuisha matendo machache haya: ni kuzunguka Al-Kaaba, ni kutembea Safa na Marwa, mna swala mle za sunna rakaa 2, kuna kusimama Arafa, kuna kukaa maeneo ya Mina, kuna kukaa usiku maeneo ya Muzdalifa, vitu vya namna hii, na kuna kupiga mawe ikiwa ni ishara ya mapambano ya shetani dhidi ya utu wa mtu katika viwanja vya Mina, maeneo yanaitwa Jamarat. Kuna kupiga mawe na kuna masala ya kuchinja na mfano wake. Sasa vitu hivi vinaelezwa katika mataasisi yetu kwa upana wake, lakini kubwa ambalo tungependa litambulike kwamba hija ina matendo machache, sio mengi kiasi hivi, yanafanywa na yanatekelezwa katika maeneo matakatifu Maka na viwanja vyake. Na ili subhanahu wa ta'ala kuonesha namna anavyopenda watu waende katika nyumba ile, ndio maana akaweka vivutio. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka vivutio katika eneo lile, haram ya Makka. Kila sala inayoswaliwa kwa mujibu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kila sala inalingana na swala 100,000 zikiswaliwa maeneo mengine. Jaribu kufanya mahesabu ya kawaida. Umewafikishwa katika haramu ile ya Makka, pale
katika nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu, umesali asubuhi, adhuhuri, al-asri, maghribi na isha, sala tano hizo, utakuta una salio la kutosha kabisa katika umri na maisha yako. Lakini wallahi alazim, kwa vitimbi vya shetani, mtu anaweza akapoteza fursa hiyo bila ya sababu za msingi, akaweza kufanya safari zenye gharama kubwa za maeneo mengine. Uislamu hakatazi kusafiri, bali safari ni moja katika kujielimisha, na Qur'ani ziko aya nyingi, tufasiru fil ardi, fasiru, tembeeni. Lakini hata kama ingekuwa hija ni sehemu tu ya utalii, basi wallahi ilikuwa ni kivutio kikubwa kwa Muislamu. Unaishi katika mazingira ambayo wahi uliteremka kwa Muislamu, unaishi katika mazingira ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa na kukulia na kupewa wahi. Kwa Muislamu unapata mengi ambayo unaweza kuyavuna katika mazingira ya hija. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, jitathmini Uislamu wako kwa vitendo. Uislamu sio maneno, Uislamu sio kujidai mimi ni Muislamu. Ni wajibu mkubwa wewe na mimi kuhakikisha kwamba unajipanga mwaka huu au mwakani kulingana na uwezo wako. Hakikisha kwamba unatimiza wajibu huu kwa ajili ya dini yako. Nimalizie eneo hili kwa kusema, kutokana na ulazima wa hija, wanavyuoni hasa wa Kishafii wametofautiana. Wamesema laiti kama mtu ingekuwa anamiliki kijijumba kimoja, kama atakiuza kwa ajili ya hija, atalazimika kuwa mpangaji. Sasa je, auze aende hija awe mpangaji au hapana? Utakuta pale mzozo wao, na hasa kina Imamu Ibn Hajar na kina Imamu Ramli. Imamu Ibn Hajar sema auze, maadamu ataweza kupanga akalipa, auze bwana. Wengine wasema hapana, ikifikia hatua kama hiyo bora abakie. Lakini sasa sisi sio ya kukaa mwenyewe tu, una nyingine na nyingine na nyingine za kibiashara. Uislamu haukatazi mtu kuwa anafanya biashara au ana pesa nyingi, lakini pesa tunazozipata tuzitumie kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Qarun, mmiliki mkubwa wa mali katika nyakati zake, Qur'ani inatuambia pamoja na teknolojia za zama hizo, ufunguo pengine ulikuwa una gramu kadhaa uzito wake, potelea mbali, lakini tunaambiwa na Qur'ani yale mafunguo tu ya kufungulia kasha hili na hili la fedha, ilikuwa kuna mtu ameajiriwa na likizo anaomba nyingine bila malipo kwa kazi ngumu ya kubeba funguo zinazohifadhi fedha za Qarun. Lakini Allah anasema kwa huyu Qarun hakumkataza kumiliki mali, ila alichomwambia wabtaghi, na tafuta wewe, fima ataka Allahu, kwa hiyo mali aliyokuwa Mwenyezi Mungu. Tafuta nini? Ad-dar al-akhirah, tafuta maisha ya akhira. Na hatukwambii utoe kila kitu, hapana. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, wala usisahau sehemu yako ya maisha ya kilimwengu. Kwa hivyo ndugu zangu, hatua nyingine zitakuja kutolewa maelezo, na singependa nitumie muda wa ziada wao. Afadhali nitoe sadaka kidogo muda wangu, niseme tu kwamba hija kwa maana tuliyosema ya kuizuru nyumba ya Mwenyezi Mungu na ukafanya matendo maalum kama yalivyoainishwa kwa kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili kwa kila Muislamu mwenye uwezo ni wajibu kwake kufanya, na lenyewe nafasi yake katika Uislamu ni nguzo katika nguzo tano za Uislamu. Na mtu anaweza kuadhibiwa akaishi jahannam ikiwa kwa maksudi hakuwajibika katika kutekeleza hili. Na hija mbali ya kuwa ni ibada, lakini ina faida nyingi hata za kidunia. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma alipokuwa anaizungumzia kauli ya Mwenyezi Mungu, waadhim fi nnasi bil haji, watangazie watu hija, watangazie yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amir. Aya inamalizia
liyashhadu manafi'a lahum, ili washuhudie, wahudhurie ibada ambayo imejaa manufaa mengi kwao. Ibn Abbas anasema, ala zindukeni, jueni, innaha manafi'u dunya wal akhirah, kwenye hija yako manufaa ya kidunia, manufaa ya kiakhira. Ni mkutano ambao wa kipekee unaojumuisha mamilioni ya watu kwa wakati mmoja. Wewe ni sehemu ya mkusanyiko huo. Kama ni mtu uliostaarabika, una nafasi ya kujifunza mengi katika mjumuiko ule na watu mmoja mmoja ambao utakuwa nao, sio tu wageni, hata watu unaotoka nao katika nchi yako. Huyu ametoka mkoa kadha na kadha na kadha. Kwa kweli ni fursa, na ndio maana Allah akasema, walaisa alaikum junahun, hakuna ubaya wala marufuku yoyote, an tabtaghu fadlan min rabbikum, kutafuta maslahi ya kidunia kutoka kwa Mola wenu mkiwa katika hija. Kama unaweza kununua, nunua. Kama unaweza kuuza, uza. Almuhimu tu kwamba usiparaganye ule utaratibu wenyewe kwa hija. Kwa hivyo ndugu zangu, haya ndio machache ambayo ningependa kufikisha na nimeyafikisha, na naamini kwa kufikisha huku tunakuwa tumebari idhima zetu mbele ya Mwenyezi Mungu. Ni kwamba Allah kila mmoja wetu ajihesabu mwenyewe kabla hajahesabiwa, tukifahamu kwamba hija ni wajibu kwetu. Tujipange ili kutekeleza nguzo hii muhimu katika Uislamu wetu. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi